Kabla ya taarifa hizi za ndani, naomba kukuomba, ikiwa wewe ni mtazamaji ambaye umetazama kwa mara ya kwanza Tanzania ITV, na kuomba uchukue sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, cha msingi, na kuomba usisahau kubonyeza alama ya like. Ikulu ya Chamwino hapa Tanzania haikaliki tunapoenda hewani. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais ambaye aliweza kujichagua yuko taabani baada ya maandamano makubwa ya kumng'oa mamlakani kutangazwa upya hapa Tanzania. Nani ametangaza haya? Unapotazama kwa skrini yako, Mange aitisha maandamano siku ya ufunguzi AFCON. Sasa mwanaharakati hapa Tanzania ambaye anaishi kule Marekani, ambaye anaitwa Mange Kimambi, ameweza kuitisha maandamano mapya hapa Tanzania na kukinukisha ili kumuondoa Samia Suluhu Hassan mamlakani. Kupitia ujumbe wake ameandika katika mtandao ule wa X, Mange Kimambi anasema ya kwamba imefika wakati maandamano mapya yanastahili kufanyika hapa Tanzania, haswa wakati kutakuwa na ufunguzi wa AFCON, kwa sababu watu watajaa katika viwanja mbalimbali ili nafasi hiyo iweze kutumika kuanzisha maandamano mapya hapa Tanzania. Jambo hili limesababisha taharuki kubwa haswa kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Amedai kwamba AFCON ya mwaka 2027 itumike kudai haki katika taifa la Tanzania kwa kufanya maandamano ya kihistoria. Siku ya ufunguzi wa AFCON Tanzania iwe ni siku ya maandamano makubwa zaidi ya yale ya Oktoba 29 mwaka jana. Hawataweza kujaza wanajeshi na askari barabarani au kupiga wananchi risasi, huku attention ya dunia iko Tanzania sababu ya AFCON. Mipango ianze sasa ya kubush maandamano makubwa kwenye AFCON ya mwaka 2027. Kwanza hiyo kampeni tu ya kufanya maandamano siku ya ufunguzi wa AFCON tayari tumepata attention ya dunia nzima. Yaani hayo nimeyanukuu yale ambayo aliyaandika katika mtandao wake wa X. Vile mnajua mtazamaji, mwaka wa 2027 kutakuwa na AFCON. Sasa Mange Kimambi anasema hiyo fursa ikaweze kutumika ili Samia aondolewe mamlakani. Kwa nini wanaharakati hawa wanapendekeza Samia ang'olewe? Jambo la kwanza, inasemekana ya kwamba Samia aliweza kukiuka haki za kibinadamu kwa kuzima interneti, kwa kuwafungia wanasiasa maarufu kuwania kiti cha urais, kukata nguvu za umeme, kujichagua kama rais, kuapishwa kijeshi. Hayo ndio yamesababisha Samia ang'olewe mamlakani. Ikumbuke ya kwamba wakati wa uchaguzi uliopita wa 29 Oktoba mwaka jana, kilichosemekana ni uchaguzi, hakukuwa na uchaguzi kwa sababu kulikuwa na maandamano hapa na pale. Samia aliweza kumfungia Tundu Lissu ambaye ni kiongozi maarufu kuwania kiti cha urais, akamfungia Mpina wa ACT Wazalendo ambaye ni maarufu pia hakuwania kiti cha urais, akajiweka yeye mwenyewe, kisha baadaye akajichagua. Watu wakaingia barabarani kuandamana na kupinga kwamba tunataka wale ambao tunataka kupigia kura, mbona mnawazuia? Akamtoa amri kwa vyombo vya dola, jeshi la polisi wakafiatua risasi kwa Watanzania, wakauawa maelfu, zaidi ya 10,000, wengine wakauawa kiunyama, kuzikwa katika makaburi ya halaiki ya pamoja, kupitia picha zile ambazo tulionyeshwa na CNN za satellite
juu ya satellite ni picha ambazo zinatumika sana na vyombo vya habari vya kimataifa kama CNN, BBC, Al Jazeera. Wakaonyesha vile hali ilivyokuwa baada ya mitandao kuzimwa hapa Tanzania, yaani uongozi wa kimla. Kisha baadaye tukaona tume ikimtangaza kwa 98% na hakukuwa na upigaji wa kura kwa sababu makaratasi ya kura mengi yalikuwa yametapakaa barabarani. Vituo vya kupiga kura vilikuwa chomwa hapa na pale, lakini baadaye tukaona tume ya uchaguzi ikimtangaza kwa kujizolea kura milioni 31.7, jambo ambalo hamna yeyote ambaye anaelewa. Mitandao ikazimwa, hata hatujui vile waliweza kujumlisha matokeo hayo kutoka sehemu moja kuelekea kituo kikuu, makao makuu ya kujumlisha kura, kwa sababu hakukuwa na interneti na ni nani aliweza kushirikishwa katika uchaguzi. Haya yote ndiyo yanasababisha wanaharakati kupendekeza kwamba maandamano ya tande zaidi ya yale ambayo yalifanyika mwaka jana ili Samia ang'olewe Ikulu. Na kufikia sasa Samia kwa kusema ukweli ameshindwa na uongozi. Hivi majuzi alisema tu baada ya Tanzania kufikisha deni trilioni 110 na mabilioni ya pesa yamekuwa yakipotea katika taasisi mbalimbali za serikali, akasema ya kwamba sasa imefika wakati tunastahili kutangaza na kuanika taasisi zile ambazo zimepoteza mabilioni ya pesa, tuwatangaze ili waone aibu. Na mtu ameiba, mtu amehusika katika ufisadi, ameenda na hela mabilioni, mlipa kodi ndiye anateseka, alafu unasema eti unamwaibisha kwa kusema jina lake. Hamna hatua yoyote unataka kuichukua kama rais. Sasa huo ni uongozi upi? Najua anaonekana kushindwa na uongozi. Kuaibisha mtu hakuna faida, kwa sababu hata ukimwaibisha wanasema ya kwamba haribu jina, jenga mwili. Haribu jina, weka pesa mfukoni. Yaani uaibishe mtu kwamba amechukua mabilioni, lakini huwezi kumfuatilia. Hatua kali za kisheria kama mataifa mengine yanachukua hatua mbaya sana. Ukipatikana na mambo ya ufisadi, unakujiwa, unakamatwa, unanyongwa. Lakini hapa Tanzania inasemekana ya kwamba ni kuaibishwa tu kwa kusemwa jina, lakini pesa ziko kwa mfukoni, ziko kwa mabenki, ziko nyumbani, unatembelea magari makubwa. Yaani uongozi wa sasa wa Samia umeonekana kuchukua mkono mwingine tofauti, na ni wa kwanza kuchukua direction hiyo, kwa sababu katika viongozi ambao wamekuwa mamlakani hawajawahi sema ama hawajawahi toa matamshi hayo kwa midomo yao. Kwa hivyo inamaanisha ni kama uongozi kidogo umekuwa kizungumkuti anapoendelea kutekeleza majukumu yake kule Ikulu. Na kufikia sasa misaada haipo, imekatishwa kwa sababu tumefikisha sasa hivi hali ya taharuki, mambo ya kuua watu, misaada ikakatishwa. Hata mikopo hatuwezi kupewa sasa hivi, kwa sababu mikopo ambayo tunastahili kushughulikia kama Watanzania ni trilioni, noti bilioni, trilioni 110 kufikia sasa haijalipo, na huenda Tanzania itapigwa mnada kwa sababu tutashindwa kulipa mikopo hii. Itabidi kila kitu kiuzwe ili mikopo iweze kulipwa. Tumefikishwa kwa kona, mahali ambapo hatuwezi kujitoa na tutakuwa tunapitia mateso, lakini mateso haya yatafika mwisho wakati Samia Suluhu Hassan ataondoka Ikulu Chamwino, kwa sababu madeni haya yatasababisha watu wengi, mlipa kodi, Mtanzania wa kawaida kupitia changamoto za hapa na pale. Uchumi kuimarishwa itakuwa shida sana. Tutaendelea kufuatilia na kuwaletea yale ambayo yanafika katika meza yetu ya habari. Kufikia hapo naomba kutamatisha hii kanda, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa huja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Asanteni sana. Kwaheri kwa sasa.